Kazi na utu. Kazi na utu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kweli Dar es Salaam tulikukumbuka sana. Naomba tumpigie makofi sana Mheshimiwa Rais. Kila tukiangalia tunaona upo pale Dodoma, ni miradi kwa kwenda mbele, lakini tukawa tunasema Dar es Salaam ni lini? Na sasa angalau tumekuona, tumefarijika na tunakutakia kila laheri. Tumpigie tena makofi Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, Dar es Salaam tupo salama. Mimi pamoja na wenzangu kamati ya usalama ya mkoa, hebu naomba msimame wote. Mheshimiwa Rais, hawa ndio mkono wangu wa kushoto katika utendaji wa kazi zote za kiusalama. Yupo katibu tawala wangu wa mkoa na ambaye pia amekuwa kiongozi mzuri wa kutuongoza na kutusaidia katika yale masuala yote ya kiutawala. Lakini naomba pia wakuu wangu wa wilaya msimame. Hawa ndio pia mkono wangu wa kulia. Kama Mheshimiwa Rais itakupendeza, nafikiri unafahamu nyakati hizi. Niishie tu hapo kwa kusema haya. Naomba tukae tu. Mheshimiwa Rais, usalama mkoa wetu wa Dar es Salaam unatokana sana na maelekezo yako, lakini zaidi pia kwa kuendelea kushirikiana na wenzangu wote, na ndio maana leo tunayo furaha kubwa kukaribisha katika mkoa wetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitumie nafasi hii pia kumshukuru sana kwa dhati Profesa Mkenda, waziri wetu wa elimu, kwa sababu amekuwa msaada mkubwa sana katika sekta hii muhimu hapa kwetu mkoa wa Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, jambo hili ambalo linafanyika leo sisi kwetu limekuwa na tija kubwa. Mkoa huu wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Rais, una wanafunzi wa shule za msingi 855,000. Na katika wanafunzi hao Mheshimiwa Rais, wanasoma katika jumla ya shule 1046. Na katika shule 1046 Mheshimiwa Rais, wanafunzi 739,771 ni wanafunzi wanaosoma katika shule za serikali. Na Mheshimiwa Rais, wanafunzi wa sekondari wako 500,000. Jumla wanafunzi wote wa sekondari na msingi wanafundishwa na jumla walimu 17,831. Mkoa wetu huu wa Dar es Salaam, ukiangalia idadi hiyo ya wanafunzi ni kubwa sana, kiasi kwamba jambo hili ambalo leo linakwenda kuzinduliwa, Dar es Salaam inabaki kuwa moja wadau wakubwa wa programu hii muhimu ambayo leo Wizara ya Elimu inakwenda kuzindua chini ya usimamizi wako. Wanafunzi wa shule ya awali, Mheshimiwa Rais, mpaka sasa tunavyozungumza tumewasajili wanafunzi 32,000, ikiwa ni sawa na 24%, lakini tunaelekea kuwasajili wanafunzi 132,000. Na wanafunzi wa darasa la kwanza mpaka sasa ambao tumekwisha wasajili wako 87,000, na target ni kuwasajili wanafunzi 95,000. Sasa Mheshimiwa Rais, ukiangalia wanafunzi wote hawa pia bado tunadhihirisha kwamba Dar es Salaam ni moja ya mkoa muhimu katika programu hii muhimu ambayo leo inazinduliwa. Sasa nihitimishe tu kwa kusema Mheshimiwa Rais, masuala yote haya ambayo leo yanazungumzwa hayataweza kuwezekana kama watoto hawa hawatakuwa wamilisi na watendi wa lugha ambayo itatumika wao kuwafundishia. Nikisema wamilisi na watendi, Mheshimiwa Rais, kwa lugha zingine ni performance and competence. Kwa maana kwamba kama katika masuala ya lugha, katika mchakato wa kuamini lugha yao na ujifunzaji wa lugha yao, on the process of learning and acquisition of the language, lazima wanafunzi hawa wawe na stadi kubwa sana za kuweza kupata lugha hiyo. Na wanasayansi wengi wamefanya tafiti, akiwemo Jean Piaget, akiwemo Klashen, akiwemo Noam Chomsky. Wamefanya sana utafiti kuhusiana na namna mtoto anavyoweza kuamini lugha kwa kutumia kitu kinachoitwa kifaa cha kuamini lugha, language acquisition device. Na ndio maana Mheshimiwa Rais, ninayo furaha kwamba kama tutaendelea tena kuimarisha ujuzi wa kiutendi na umilisi katika lugha, maana yake masuala yote haya ya KKK yatakuwa rahisi sana kwa watoto, kwa sababu watakuwa wanaelewa vizuri kile ambacho wanafundishwa. Msingi mkubwa haya yote ni kile kinachoitwa semantiki ya lugha. Watoto wakishakubaliana, wakaelewa wanakoelekea, maana yake tutapata mwafaka mzuri wa kuwa na potential human capital, msingi wake mkubwa ukiwa
kwenye KKK. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asante sana.